nataka nikupe matokeo. Jambo la kwanza, ukisoma andiko usiende haraka haraka, tulia kwanza pale. Hebu pata muda kwanza wa kulitafakari, pata muda kwanza wa kulichambua, pata muda kwanza wa kujiuliza maswali ndani ya ufahamu wako, ndani ya akili yako. Hiyo itakupa picha halisi. Lakini pia namba 2, utakapokuwa kwenye hali hiyo ya utulivu, ona kuna baadhi ya vitu vitaanza kuja kwako, kuna baadhi ya mafunuo yataanza kuja kwako. Roho Mtakatifu ni mwaminifu sana. Kwa wale ambao wanasoma Biblia wanaweza wakaelewa. Unaweza ukasoma andiko fulani, saa hiyo ukapata msukumo wa kuomba. Haukuwa umejiweka kwenye hali ya kutaka kuomba, lakini baada ya kusoma neno unaona ndani ya moyo wako unapokea mwaliko wa kuingia kwenye maombi, au unapokea mwaliko wa kwenda kuwapelekea watu habari njema, au unapokea mwaliko wa kwenda kuwaona wagonjwa. Unaona? Kwa hiyo unaposoma andiko kuna namna fulani Roho Mtakatifu anakufunulia, na ndio maana kwenye hatua ya pili au jambo la pili unaanza kuwa na maneno yako mwenyewe kwenye lile andiko. Unaona kuna vitu unaanza vinafunuliwa kwako, vinakuja kwako. Hivyo vitu vinavyokuja kwako ni vya kwako wewe mwenyewe binafsi, na ndio maana andiko lile naweza nikalisoma na wewe ukalisoma tukapata